والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ndugu katika imani, tukiendelea na darasa yetu yenye maudhui ya maqasidu as-siyam, makusudio ya saum ndani ya mwezi huu wa Ramadhan. Jana tulizungumzia kwamba miongoni mwa maqasidu as-siyam ni tarbiyatu nafsi, ni kuilea nafsi katika kujizuia na vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviharamisha. Na tukasema miongoni mwa vitu ambavyo vinaashiria hilo ni Allah subhanahu wa ta'ala kutuzuia sisi ndani ya mwezi huu wa Ramadhan vitu ambavyo kwetu sisi ni halali. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhan, na walhamdulillah kila mtu ndani ya mwezi wa Ramadhan anaweza kujizuia na kula na kunywa. Na mtu akijizuia na kula, njaa inamuuma, akijizuia na kunywa maji anasikia kiu. Kwa hiyo kama unaweza kujizuia kula na kunywa na kuna athari kwenye mwili unapata, tafsiri yake ni kwamba unailea nafsi yako kujizuia na vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviharamisha, ambavyo havina athari yoyote mbaya katika mwili wako. Tukasema mtu akijizuia na uongo, hakuna namna ulimi wake utakuwa mzito. Mtu akijizuia na kusengenya, hakuna namna pengine mate anaweza yakamkauka mdomoni abadan. Kwa hiyo kama unaweza kujizuia na kula na ukasikia njaa na ukavumilia, halikadhalika unaweza kabisa wewe kuzuia ulimi wako na machafu, kuzuia macho yako na kutizama haram, kuzuia masikio yako na kusikiliza haram. Sasa leo tutazungumza masala mazima ya min maqasid as-siyam tarbiyatu an-nafsi ala al-qiyam wa tilawati al-Qur'an. Miongoni mwa makusudio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayakusudia sisi tuwe nayo ndani ya mwezi huu wa Ramadhan ili tuweze kuupata huo ucha Mungu wenyewe, ni kuzilea nafsi zetu sisi na suala zima la qiyamul layl. Kwa sababu swala la qiyamul layl ni jambo ambalo wanachuoni wametofautiana. Aslan jumhurul ulama wanasema qiyamul layl ni sunna muakkada, sunna iliyotiliwa mkazo. Mwenye kukiacha qiyamul layl anakuwa ana dalili ya unafiki katika moyo wake. Hivi ndivyo wanavyosema wanazuoni wetu. Bali katika shurutul adala, masharti yale ya mtu muadilifu ambayo wanawachuoni wanayataja. Tunaposema muadilifu, maana yake anaweza akasimama kama shahidi mahakamani, au anaweza akafikia hatua yeye ya kumuozesha binti yake, kwa sababu wali anatakiwa kuwa muadilifu. Sasa wanataja wanawazuoni katika hizo shurutul adala ni mtu kutokuacha qiyamul layl, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam, ziko baadhi ya hadithi anasema, inna Allaha farada li salatan fasalluha, Allah subhanahu wa ta'ala amenifaradhishieni mimi swala, basi swalini. Swala yenyewe ni qiyamul layl. Sasa qiyamul layl ina fadla nyingi sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abu Umama al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu anasema, alaikum biqiyamil layl, lazimianeni, shikamaneni na qiyamul layl, msikiache.
Kwa nini? Mtume anasema fa innahu da'bu salihin, kwa sababu qiyamul layl ndio utaratibu wa waja wema. Ukihitaji kujiona wewe ni mwema au sio mwema, itizame nafsi yako na visimamo vyako vya usiku. Fa innahu da'bu salihin qablakum, kwa sababu qiyamul layl ndiyo njia na ndiyo mwenendo wa wema waliokuwa kabla yenu. Anasema fa inna qiyamal layl qurbatun ila Allahi azza wa jalla. Sababu nyingine kwa nini nyinyi mlazimiane na qiyamul layl, kwa sababu qiyamul layl kinakuwekeni nyinyi karibu na Allah jalla wa ala. Ukihitaji kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, basi hakikisha unalazimiana na qiyamul layl. Lakini sio hivyo tu, wa takfirun lidhunubi, lakini qiyamul layl ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake. Mtu anayesimama qiyamul layl, Allah subhanahu wa ta'ala automatically, kwa sababu ya wewe kusimama qiyamul layl, Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe madhambi. Allah anasema innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at, hakika mema, matendo mema yanafuta matendo mabaya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Ukimkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya baya, fatisha jema ili jema lifute hilo baya ambalo wewe umelifanya. Wa nassa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam huna, na Mtume hapa amekitaja qiyamul layl peke yake kwamba qiyamul layl ni takfirun lidhunubi, linasamehe. Qiyamul layl ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi. Pengine hivyo vyote vimetajwa vinataallaq na masala mazima ya dini na akhira. Qiyamul layl ina ziada ya dunia yako wewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa mitradatu lidda'i 'anil jasad, qiyamul layl ni tiba ambayo inafukuza maradhi katika mwili wa binadamu. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Una maradhi ya moyo, una pressure, ukilazimiana na qiyamul layl, wallahi thumma wallahi utapona. Kwa sababu haya maneno ni ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wala yantiqu anil hawa, Mtume hatamki kwa matamanio. Kwa sababu magonjwa mengi sana ya moyo yanasababishwa na matatizo ambayo sisi tunayapitia. Aidha nguku katika biashara, vurugu za familia, mtu kukosa maendeleo. Hivi vitu vinampa mtu stress, anapata jaka moyo, anaugua moyo, pressure. Ukihitaji magonjwa ya design hii yaishe, alaika biqiyamil layl, shikamana na qiyamul layl. Kwa nasi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa sababu qiyamul layl ni mitradatu lidda'i 'anil jasad, qiyamul layl kinayafukuza magonjwa katika mwili wa binadamu. Hii hadithi akhrajahu at-Tirmidhi, ameipokea at-Tirmidhi wa Ibn Khuzaimah wa at-Tabarani. Kwa ndugu zangu katika imani, Ramadhan imekuja kwetu sisi ili ituelekeze, itufundishe suala zima la mtu kusimama usiku. Matarajio ni kwamba baada ya Ramadhan mtu aendelee na suala zima la qiyamul layl,
Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuzungumzia qiyamul layli ndani ya mwezi wa Ramadhan anasema, man qama ramadana, mwenye kusimama Ramadhan, imana wa ihtisaba, kwa imani na kutafuta thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yaliyotangulia. Bilmunasaba, katika simu hizi TikTok, siku kadhaa nyuma nimeona baadhi ya watu ambao wanashabihiana na mashekhi kwa midomo mipana, wanasema kwamba qiyamul laili nini, wanasema kwamba salatu tarawih ni bid'a. Mimi nikawa nastaajabu sana, na kwa ujinga na kutokujua wanasema kabisa, mtu anionyeshe ni wapi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali tarawih. Nilishangaa sana kwa mtu ambaye imefika hatua anakaa sehemu watu wanamsikiliza na darasa zake zinachukuliwa ili watu wafaidike, alafu anazungumza maneno ya kipuuzi namna hii. Aslan ukiangalia jina neno tarawih pengine halikutumika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni mustalah, ni neno la msimu ambalo lilikuja kutumiwa na masahaba radhiyallahu anhu walipokuwa wanaswali qiyamul layl mwezi wa Ramadhan. Kile qiyamul layl walichokuwa na kiswali ndani ya mwezi wa Ramadhan, wakiwa wamemuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao wakakiita tarawih. Ili nieleweke, pesa siku hizi tunaiita sapampa, jina ambalo miaka miwili mitatu nyuma halikuwepo. Sasa mtu anayesema kwamba nionyeshe Mtume sallallahu kama ameswali tarawih ni sawasawa na mtu wa zama hizi aje kusema Magufuli hajatumia sapampa, kwa sababu kafa 2021 na sapampa tunatumia 2026 hii. Ni kweli Magufuli hajatumia pesa? Jibu ni hapana. Tarawih aslan ni qiyamul layl, inaitwa tarawih, inaitwa qiyamul layl na majina mengine mengi, inaitwa tahajjud. Yote haya ni majina ya nini? Ni majina ya qiyamul layl. Sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama hakuswali tarawih hiyo ambayo maana yake ni qiyamul layl, nini maana ya yeye kutuambia sisi man qama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kusimama mwezi wa Ramadhan kwa imani na kutafuta thawabu, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake. Haya maneno yanamaanisha nini kama hakuswali hiyo swala ndani ya mwezi wa Ramadhan? Wanasema aliswali peke yake. Kalla. Iko hadithi sahihi ya Hudhaifa ibn al-Yaman, anasema sallaitu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhata layla, nimeswali mimi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam usiku mmoja. Akataja hapo faftataha al-baqarata, Mtume akaanza kusoma suratul Baqara. Faqultu yaqifu 'inda al-mi'a, nikasema akifika aya ya 100 Mtume atasimama, lakini wapi, Mtume hakusimama. Faqultu yaqifu 'inda al-200, anasimama atasimama aya ya 200, akaipitiliza. Faqultu yaqifu 'indaha, akasema basi Mtume atarukuu mwisho wa suratul Baqara. Mtume alimaliza suratul Baqara yote katika rakaa moja, akasoma na suratul Nisa'i, akasoma na suratu Al-Imran katika rakaa hiyo, ndio akarukuu. Na hii ilikuwa ni mwezi wa Ramadhan.
alichokiacha Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuswali na maswahaba wote msikitini, akihofia kwamba salatu tarawih itakuwa faradhi na watu watashindwa kufanya. Kwa alikuwa anaswali jamaatan na baadhi ya maswahaba, na hivi ndivyo ilivyokuwa ikifanywa zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndivyo ilivyokuwa ikifanywa zama za Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Msikitini masahaba wanakuja 10-20 wanaswali, baada al-isha pengine saa 4 saa 5 wanaondoka. Wengine ambao hawakuwepo wanakuja jamaatan wanaswali msikitini. Umar ibn al-Khattab kaingia msikitini, kaona wanaswali hivyo, yani siku moja akaamua sasa kuwakusanya maswahaba wote nyuma ya imamu huyu, nyuma ya imamu mmoja. Sasa suala la watu kuswali swala ya sunna kwa jamaa amelianzisha Umar? Jibu ni hapana. Sisi tunamuiga katika hili Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Swali, kwa nini Umar aliwasimamisha masahaba nyuma ya imamu mmoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya hivyo? Majibu ni mepesi tu. Mtume alituambia sisi kwa nini kaamua kutokuiswali msikitini. Alituambiaje? Kwamba ni bora sana, maana ya maneno ni bora sana nyinyi kwenu kuswali jamaa, lakini ninahofia hii tarawehe itakuja kuwa nini, jambo la wajibu kwenu. Kama mimi nitafanya nini? Nitakuswalisheni. Aya, Mtume hayupo, kuna wahyi unashuka? Hakuna wahyi wowote unaoshuka. Kwa hiyo suala la tarawih kuwa wajibu lipo tena? Halipo tena. Na sisi tunazo kanuni katika usul ambazo zinatuongoza katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa hizo ambayo inaweza ikafaa hapa, illa, yani sababu ya kitu, huwa ikipatikana sababu hukumu inapatikana, alafu na hukumu ikiondoka, sababu ikiondoka, hukumu inafanya nini? Hukumu inaondoka. Sema al-illa, sababu yaduru ma'a al-hukmi, inazunguka na ile hukumu yake, wujudan wa adama. Takupeni mfano. Allah subhanahu wa ta'ala ametuharamishia sisi pombe. Kwa nini? Kwa sababu pombe inaharibu nini? Inalewesha na kuharibu nini? Na kuharibu akili. Kwa hiyo kila kinacholewesha hukumu yake itakuwa ni nini? Itakuwa ni haramu. Ikitokea hii kofia niliyoivaa, nikiivaa kwa masaa 3 bila kuivua ninalewa, automatically hii kofia inakuwa ni haramu. Kwa nini haramu? Kwa sababu inalewesha. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo sasa huku kulewesha kukiondoka kwenye hii kofia, manake kofia inakuwa nini? Inakuwa halali. Na kupeni mfano hai na rahisi. Juisi ya nanasi ukiitengeneza, au juisi ile ya nini, ya zabibu, kuna muda ukiacha inakuwa sio juisi tena, inafanya nini? Inageuka inakuwa pombe na inalewesha. Huu muda ambao iko juisi ni haramu kuinywa? Hapana, ni halali. Kwa nini? Kwa sababu ni juisi, haileweshi. Ikibadilika hiyo juisi ya nanasi ikalewesha, utasema hii sio pombe, mimi nilitengeneza juisi na yenywa hivyo hivyo. Abadan. Inakuwa ni nini? Inakuwa ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu tayari inalewesha. Tuje kwenye swala letu sasa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuswali na watu jamaatan wote kwa pamoja, alikuwa anaswali jamaatan na baadhi ya maswahaba
akihofia kwamba swala ya tarawih itakuwa nini? Itakuwa wajib. Anayeteremshiwa kwamba hiki ni wajib, hiki ni sunna, hiki ni makruhu, hiki ni haram ni nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, si ndio? Sasa yupo? Hayupo. Kwa hiyo kama hayupo, tunabaki kwenye asili ya kile alichokianzisha yeye cha kuswali tarawih na watu wote msikitini. Kwa nini alikiacha? Alikiacha ili kisifaradhishwe. Manake kama hii sababu ya kutokufaradhishwa ikiondoka, manake sisi tunatakiwa tufanye nini? Ndio maana wote tunaswali nyuma ya nani? Tunaswali nyuma ya imam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadith Media, maisha ni hadithi tu.